Kutoka Exodus 10:5 kuna Waamuzi Exodus 10:5. Hii ile tunazungumzia ya deliverance, ile ya noun ambayo ni penalty la kwanza. Kama kuna Exodus 10:5, kuna Waamuzi 21:17. Kiwe na kuna kadasa ambazo zimetumika kupata time na ingia kufuatilia yenye zimetumika. Kwa hivyo nataka tuangalie ya tuseme ya pili kwamba ni ile kwamba inazungumzia mtu ambaye ameshaepushwa, ameshakombolewa, ama ameshakoka. Kwa hivyo kuna tuangalie ya nini? Ile ya mtu kunini? Tunazungumzia kwamba ya tunazungumzia ya paliti. Kuna paleti, kuna paleti. Kwa hivyo tukaona kwamba hapo ilikuwa inazungumzia watu ambao wameshaepusha, watu ambao wameshaokoka. Kwa kuna pale Mwanzo Genesis chapter 14 verse 13. Mwanzo 14 mstari wa 13. Genesis 14:13. Genesis Mwanzo 14:13. Mstari wa 13 anasema hivi: mtu mmoja aliyeponyoka akaenda ampasha habari Abrahamu Mwibrania, naye amekaa panapo mialoni ya Mamre, yule Mwamori, ndugu ya Eshkoli na ndugu ya Aneri, na hao walikuwa wamepatana na Abrahamu. Kuna neno pale aliyeponyoka. Hiyo ndio palati ambaye inazungumzia. Kwa hivyo unapata kwamba palati pale tumesema kwamba inazungumzia mtu ambaye ameshaponyoka ama ameshaokoka. Kwa hivyo kwa neno pale aliyeponyoka, unapata hapo inazungumzia mtu ambaye ameponyoka. Kwa hiyo ninaponyoka, hiyo ndio palati. Kuna ingine pale Hesabu 21:29. 21:29. Hesabu 21:29. Mstari 29. Nasema, ole wako Moabu, umeangamia, enyi watu wa Kemoshi. Amewatoa wanawe kuwa wakimbizi na binti zake waende utumwani, wamwendee Sihoni mfalme wa Amori. Kwa hivyo kuna neno pale amewatoa, kuna neno wakimbizi pale, kuna neno amewatoa na wakimbizi. Kwa hivyo ndio paleti. Kwa hivyo hapo unapata kwamba bado pia inazungumzia watu, hapo bado. Kuna hii Yoshua 8:22. Yoshua 8 mstari wa 22. Anasema hivi: tena hao wengine wakatoka nje kutoka huo mji
kinyume chao. Basi hivyo walikuwa wa katikati ya Israeli, wengine upande huu na wengine upande huu, nao wakawapiga hata wasimwache hata mmoja miongoni mwao aliyesalia wala kupona. Ukaona pale wakatoka. Unapata ukiendelea kwa ndio unapata kwamba unazungumzia watu. Kwa hivyo unapata kwamba ukombozi nafanyika katika watu. Kwa hivyo ni watu ambao wanakombolewa. Ni watu ambao wanakombolewa. Kwa hivyo unapata kwamba iongelee kwamba kutoa pepo kwa mtu. Kwa hivyo unapata mtu ndiye anatolewa mahali, maana anatolewa mahali. Sio kwamba ndio kitu kinatolewa kwa mtu. Kwa hivyo azungumzie vitamezungumzie vitu nazungumzia mtu. Mtu unapata kwamba mtu ndiye anakombolewa, mtu anatolewa mahali, ama anatolewa katika ufungwa. Leo katika ufungwa. Kwa hivyo unapata kwamba kuondoa pepo kwa mtu Yesu kombozi. Kombozi. Kwa hivyo unapata kwamba mtu ndiye anaondolewa kutoka kwa pepo. Kwa hivyo unapata inaitwa kombozi, but kuondoa pepo kwa mtu Yesu kombozi. Hii inaitwa tu kuondoa pepo kwa mtu. Ndio to cast out demons. Kina haitu deliverance. Haitu deliverance. Kuna ile ya mwisho nataka tuangalie penye imezungumzia kama kitendo. Wewe tumesema kwamba ni palati kwa Hebrew. Palati. Wewe tumesema kwamba inamaanisha to deliver. Cause to escape, to slip out. Kuna pata pale kitendo kitu ambacho kinafanywa. Unapata inafanyika kwa mtu ndiye anaokolewa. Mtu ndiye anakombolewa kutoka mahali. Kwa hivyo kama unakomboa pepo kutoka mahali au unaondoa pepo kutoka mahali, ni mtu anakombolewa kutoka mahali. Kwa unapata pale ni kitendo kitu ambacho kinatendeka ama kinafanyika. Kwa hiyo kuna pale example ya Samuel, 2 Samuel chapter 22 verse 2. Ma Samuel wa pili 22:2. Samuel wa pili 22 mstari wa pili nasema hivi: akasema, Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu na wangu. Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu. Kwa napata hiyo nobody na maisha the same. Kwa hivyo iseme kwamba Bwana ni jabali langu, ngome yangu. Kwa hiyo kuna neno pale na ambacho tunasingeta kwamba ni Cairo interpretation. Kwa hivyo nasema kwamba Bwana ndiye jabali langu ambaye ni ngome yangu ambaye ni mwokozi wangu. Kwa hivyo kuna neno pale mwokozi. Kuna neno mwokozi pale. Kuna neno mwokozi, kuna neno jabali na ngome pale, ambayo tumesema kwamba ni palati. Kwa hiyo unapata kwamba Bwana ndio anaokoa. Ni kazi ya Bwana ambaye anaokoa. Kwa kulingana na hiyo maandiko ambayo tumesoma hiyo. Bwana ndiye ambaye anaokoa. Kwa hivyo kuna kitendo pale ambacho ni kuokoa kama mwokozi. Kwa hiyo kazi ya mwokozi kwamba anaokoa. Kwa hiyo kuna 2 Samuel pale 22:44. Samuel wa pili 22:44. Mstari wa 44 nasema, nao umeniokoa na mashindano ya watu wangu, umenihifadhi niwe kichwa cha mataifa, watu nisiowajua watanitumikia.
Sema kwamba nao umeniokoa na mashindano ya watu wangu. Kwa kuna neno pale umeniokoa. Ndio maana kwamba ni palata ambacho ni kitendo. Neno pale umeniokoa. Kwa hiyo unapata kwamba maandiko ambayo tumesoma hiyo, unapata kwamba ni Mungu ndiye anafanya kazi ama ndiye anakomboa ama anaokoa. Kwa hivyo unapata kwamba si kazi ya mwanadamu, ni kazi ya Mungu. Ni kazi ya Mungu ambaye anaokoa. Kwa hivyo si kazi ya mwanadamu. Kwa hivyo labda kuna ukombozi baada ya ukombozi, dume ya ukombozi. Kwa hivyo unapata kwamba wanaingilia kazi ya Mwokozi. Hisi kazi ya wachungaji ama kazi ya ubiri. Kwa hivyo unapata kwamba Mungu ndiye anaokoa. Kwa hivyo unahitaji kwamba maandama anahitaji tukuamini, mhubiri anahubiri injili, alafu maandama anapoamini injili kwamba Mungu ndiye anamuokoa. Mungu ndiye anamuokoa. Kwa unapata kazi ya ukombozi ni kazi ya Mungu, si kazi ya mwanadamu. Si kazi ya mwanadamu, si kazi ya mhubiri yote au mchungaji yote. Kwa kazi ya mtikana kata ubiri injili, mtambana na ubiri injili hapo ndio Mungu anamuokoa. Kwa hivyo kazi ya Mungu ndio kuokoa. Kazi ya ukombozi ni kazi ya Mungu. Kwa hivyo tutachia pale kwa sababu ya muda. Tutakuja kuendelea kutokea pale. Tutachia pale kwa sababu ya muda. Kwa mguu yetu tunaweza simama.